hayawi. Mwasha Baba Askofu Heri Mchamungu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mheshimiwa sana Padre Jerome Munishi, mhudumu mkuu wetu wa shirika la Franciscani wa Conventuali, Mheshimiwa sana Baba Dekano, mapadi wenzangu, watawa wa kike na wa kiume, na hasa sana mapadi wetu wapya, waheshimiwa viongozi wa dini mbalimbali, waheshimiwa waumini, tumsifuni Yesu Kristo. Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Basi mimi kwa niaba ya parokia hii ya Mtakatifu Bonaventure Kinyerezi, basi nichukue nafasi hii kwa ufupi kabisa. Kwanza kabisa, kama parokia tukimshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo kwa kweli anatujalia kama parokia. Lakini hasa Baba, tukushukuru wewe mwenyewe Baba Askofu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo ni kwa mara nyingine tena umekuwa sehemu ya historia ya parokia yetu hii. Miaka 3 iliyopita, basi askofu mkuu alipadrisha mashemasi 4 hapa wakawa mapadri, na mmoja alikuwa shemasi ambaye leo hii alisimama hapa akiwa kama mkurugenzi wa miito. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunakushukuru wewe pia kwa zawadi hiyo, kwamba ndani ya muda mfupi tumepata baraka hiyo. Si ni upendeleo, ni neema kutoka kwa Mungu ya kupewa jukumu hili na shirika kubwa la kuandaa sherehe hizi za kipekee za kihistoria katika shirika, lakini pia ndani ya kanisa na hasa ndani ya parokia yetu. Namshukuru sana Padre Jerome na viongozi wake waandamizi kwa kutupa sisi kama parokia heshima hii kwa mara nyingine tena ndani ya muda mfupi ya kuandaa sherehe hizi za kipekee. Pia tunaombea viongozi, tunamwombea mwenyewe, viongozi wanaomsaidia na mapadi wengine wa shirika, basi wote kwa ujumla waweze kuwa na afya njema ya mwili na roho, na Mungu azidi kuwabariki katika maisha yao na wazidi kufanya kazi ya Mungu kulingana na mapenzi yake. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza mapadi wapya. Karibu wote wamefanya utume katika parokia hii kwa vipindi tofauti tofauti, ingawa ilikuwa kwa muda mfupi, na wote kwa kweli nadhani kama Baba Askofu alivyokuwa na hubiri, ulikuwa unaona ule moyo wa kujitolea, moyo wa kumtumikia Mungu, ile hamu ya kuadhimisha matakatifu ya Mungu. Kwa Baba Askofu nakushukuru sana, kwani vijana hawa kweli nadhani walistahili, na tunawaombea basi yale ambao wameonyesha wakati wote wakiwa katika malezi waweze kuyatekeleza katika utume wao wa kila siku. Lakini pia niwashukuru viongozi wa parokia, kamati tendaji kwa kazi nzuri, kwani baada ya kuambia kwamba tumekabidhiwa kwa mara nyingine tena na shirika kuandaa maadhimisho haya kipekee, maadhimisho haya matakatifu kabisa, basi walipokea kwa mikono miwili na wakasema kwamba basi liko ndani ya uwezo wetu, na kwa neema ya Mungu tutalifanya tena kwa ufanisi kuliko lile la kwanza. Tuwapongeze kwa makofi makubwa. Na washukuru pia halmashauri ya walei, kwani baada ya kupeleka kwenye kamati tendaji tulipeleka kwenye halmashauri ya walei, nao pia walipokea kwa mikono miwili na wakawa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tukio hili kubwa la kihistoria linafanikiwa, na nadhani nyote ni mashuhuda. Lakini basi baada ya hayo yote kuna kamati ya maandalizi. Kamati hiyo ikiongozwa na mwenyekiti Bwana John Machumbe, nao pia wamefanya kazi nzito kubwa kwa muda wote tangu Januari tulivyowaambia kwamba tuna jukumu kubwa takatifu mbele yetu. Basi walisha kwamba jukumu hili linaandaliwa vizuri, na wao wenyewe wana takriban siku 2 sasa hawakuweza kulala
kisha kwamba kila kitu kinaenda kulingana na yale ambayo tumeyapanga, lakini hasa kulingana na mpango wa Mungu. Kwa hao nao pia kwa niaba ya parokia nzima na mimi mwenyewe na shirika kwa ujumla tunawashukuru sana na tunawaombea wasichoke, wafanya kazi takatifu, na naamini kwamba siku moja watapewa tuzo kwa haya yote walioyafanya. Niwashukuru pia, nimshukuru sana Baba Asenga, paroko msaidizi, ambaye basi yeye amekuwa nasema kwamba mkono wangu wa kulia. Alivyosema Baba Askofu ni kweli kabisa, amekuwa akimbia usiku na mchana kisha kwamba watu wanatibiwa kiroho, kwamba tuna mambo mengi hapa katikati, lakini basi watu wote wale ambao wana shida za kiroho mbalimbali za hapa na pale, yeye alikuwa kisha kwamba hakuna kinachoyumba, pamoja na kwamba kuna majukumu mengi. Tunamwombea azidi kuwa na afya njema na asizeke haraka. Tunakuombea sana ndugu. Basi baada ya hayo machache pia nishukuru parokia nzima. Kuna vikundi mbalimbali, kuna kwaya, navyo tunaona kwaya takriban 200. Kuandaa tukio hili ilikuwa ni kazi kubwa na wameifanya. Mwapige makofi kwanza kabla sijaongea chochote. Mwapige makofi. Tunaombea wote wanafanya kazi nzuri. Ndio kwaya ambazo kweli mara nyingi kwa zinakuwa na shida hapa na pale, lakini wao wamekuwa watiifu, ni watii sana katika parokia hii. Kwa hiyo tunaombea mzidi kuwa watii hivyo hivyo katika utume wenu. Mbarikiwe sana. Nashukuru walimu wote, watoto mtakatifu, Roho Mtakatifu wenyewe, watumishi, maflateli na kila mtu kwa nafasi yake, na hasa masista ambao basi wamekuwa kisha kwamba sio madhabahu tu hii, kwamba basi kila wakati iwe inavutia, iwe inapendeza kuliko chochote kile. Na waombea kwa sababu kazi mnayo na pembele yote wanafanya kazi hiyo, kisha kwamba basi hapa panakuwa kweli maskani ya Bwana. Tunawaombea pia nao wazidi kuishi maisha marefu yenye baraka na fanaka. Lakini pia basi ni washukuru wafadhili mbalimbali ambao wamefadhili sherehe hii. Kuna wafadhili mbalimbali, wengine wamejitolea ng'ombe 5, wengine wamejitolea kilo 1000 za mchele, vitu mbalimbali. Kwa hiyo nashukuru sana wafadhili hao, nao pia tunawaombea wasichoke kila wakati pale ambapo tunapowaita kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiparokia na hasa shughuli takatifu. Niwashukuru pia viongozi wa dini mbalimbali. Hapa namuona Bwana Shehe Abdalla Jaffa, naomba usimame. Basi kwa huu ukanda wa Kinyerezi, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya maridhiano kwa ajili ya viongozi wa dini, ndio mwenyekiti wetu. Kwa hiyo nilimkaribisha na namshukuru, amefika na amevaa kweli kidini. Mumpigie makofi tena, amevaa kidini. Nashukuru pia viongozi wengine wa dini ambao pia tuliwaalika kwamba basi tukio hili la kipekee. Waliopadishwa ni viongozi wa dini, na sisi tunafanya kazi na hao wengine ambao basi dini tofauti hapa na pale, kuhakikisha kwamba jamii yetu inatibika, kwamba wale wagonjwa wa kiroho basi watibiwe kiroho kisawasawa, wagonjwa wa kimwili basi kuna sehemu za kimwili, wagonjwa wa kiakili kuna sehemu za kiakili. Kwa pia tunawaombea nao pia basi pale wanapohitajika watibu roho wazitibu inavyostahili. Tunawaombea sana, barikiwe sana. Tunaombea pia viongozi wa serikali na viongozi wa siasa ambao wapo hapa tumewalika. Basi tunaombea pia nao basi waweze kufanya kazi yao inavyostahili. Tunawaombea basi nchi yetu inahitaji amani, wazidi kutuhakikishia kwamba tunaishi kwa usalama, kwa utulivu, na kila mtu anafanya shughuli yake kulingana na inavyostahili. Basi na wengine wote washereheshaji, basi baada ya machache nisiongee mengi sana, amesema dakika 5, lakini paroko mara nyingi kama baba anaweza pia kazidisha. Kwa hiyo nashukuru sana. Kwa hiyo namshukuru sana pia Padre Dennis, paroko wa kanisa kuu na mwana Simba, alikuwa kila siku akiombea Simba.
amekuwa ni mkeleketwa mkubwa sana wa Simba, na kila wakati Simba ikicheza alikuwa akiiombea. Kwa hiyo tunaamini kwamba mimi akiwa mwana Simba mwenzangu tuko naye tukiombea timu hiyo, basi mwaka huu hatufanyi makosa. Barikiwe sana baba. Basi baada ya machache kabla sijamkaribisha yule padi ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kuongea machache kwa niaba ya mpadi wenzake, niwaalike waje mbele wote. Alafu kuna wale ambao watu wote, hata yule ambaye ashakuona padi mpya, hata yule ambaye yuko hapa mbele amemuona, basi mje muone kipekee. Sasa wana mafuta matakatifu. Unapokuja hapa mbele sasa ndio umpe basi umshike mkono, unamuinamia lakini unamshika mkono. Kutakuwa na visonzo vitatu, mmoja katikati, kimoja kushoto na kingine kulia. Kwa hiyo tutaanzia nje mmoja mmoja. Kuna wale ambao walikuwa naona kutumia screen huko nje, tutaanza na wao, waje waone moja kwa moja, sio kwa screen. Sasa waangalie moja kwa moja. Kija hapo na muinamia, na basi sadaka ya pili haitakuwepo yote. Sadaka ya pili na ile kumshika mkono unaweka kwenye kisonzo hicho. Wana kazi ndefu mbele yao kwenda kuandaa misa za shukurani na mambo mbalimbali. Kwa hiyo basi maandalizi hayo yote yatahitaji fedha. Kwa hiyo naomba mwenye chochote kile basi kwa moyo mkunjufu kabisa uweze kuja mbele na kuwashika mkono. Tutawainamia tu. Kwa basi ni waamshi kwa umoja wao, mwapigie makofi watano. Mwapigie makofi wakiwa wanaamka. Basi mmepata maelekezo kutoka kwa Baba Likoko kwamba watainamiwa tu. Kwa hiyo mtasogea mbele hapa na mtainamiwa, mtashika mkono. Umetumia lugha ya picha kwamba kushika mkono usije tu mikono ukainama tu, basi kushika mkono kuna kisonzo pale, usije ukatoka bure hapo. Kwa hiyo basi tunapigia makofi jamani, tunapigia makofi. Basi tuanza na watu wa nje ambao walikuwa wanawaangalia kutumia screen. Wanataka muone moja kwa moja, sio kwa screen. Sasa muone moja kwa moja, na basi mkija hapa kuna visonzo kama alivyoelekeza, kila mtu aweze kutoa chochote kile.